Moja ya njia shetani anatumia kupindisha njia, au anaitumia roho ya uchawi. Matendo ya Mitume sura ile ya 13 kuanzia ule mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura ile ya 13 kuanzia ule mstari wa 6. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja nabii wa uongo. Alikuwa akiitwa Elima. Na huyu ndugu alikuwa ni mchawi pia. Sio tu alikuwa nabii wa uongo, alikuwa ni mchawi pia. Kwa hiyo ana kofia. Nataka tuzichambue kofia zake. Tuone alikuwa ana kofia ngapi. Yaani nikisema kofia namaanisha alikuwa na vyeo, alikuwa anasimama kwenye nafasi ngapi. Cha kwanza anasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja. Kwanza ni mtu. Wanaopindisha mambo ni watu. Bwana asifiwe. Ni mtu. Kwa hiyo kofia ya kwanza ni nani? Ni mtu. Kofia ya pili ni mchawi. Sema mchawi. Sema mchawi. Sema mchawi. Kwa hiyo kofia yake ya pili, haya yote yako ndani ya mmoja. Kwanza ni mtu, pili ni mchawi, tatu ni nani? Nabii wa uongo. Nabii wa uongo. Maana kofia yake ya tatu, kuna wakati unaweza kukutana naye akakujia kama mtu. Kuna wakati unaweza kukutana naye akakujia kama mchawi. Kuna wakati anaweza kukujia kama nabii wa uongo. Alafu anasema ni Myahudi, yani taifa watu ambao ni wa uzao wa Israeli Yakobo. Myahudi kabisa. Anasema jina lake tena lingine anaitwa nani? Ba Yesu. Hiyo neno Ba Yesu, neno ba ni mwana wa. Ba linatumika kama kwenye majina, kwa mfano Simoni. Yesu anasema hivi, Simoni Bayona. Maana neno Bayona maana yake Simoni mwana wa Yona. Mahali pengine anaitwa Batimayo. Batimayo maana yake ni mwana wa Timayo. Kwa hiyo hii kusema pia eti ni Ba Yesu, jina alilojipa nje, ndani tunaambiwa ni nabii wa uongo. Ndani tunaambiwa ni mchawi, ni mtu pia. Lakini jina alilojipa nje anaitwa nani? Ba Yesu, mwana wa Yesu. Ukitana nje ni mwana wa Yesu. Ni mtu wa kawaida kabisa, utakutana naye hata kwenye ibada, utakutana naye kanisani, anaonekana mtu mwema nje, amejipa jina zuri nje, lakini ndani ameoza. Ni muovu. Bado asijaishia hapo. Tumeona kofia zake tatu Twende mstari wa 7. Anasema mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Huwa watu hawa wanapenda kukaa na watu wale wakubwa au watu wakuu. In fact machawa wengi wanaita tabia. Machawa wengi. Huyu alikuwa chawa wa Sergio Paulo. Machawa wengi ni wachawi. Believe me. Machawa wengi kabisa, machawa wengi ni wachawi. Na inawezekana Mungu akawa na agenda na huyo kiongozi, lakini wanaomharibu ni machawa. Na bahati mbaya kwa kutokujua, ukiwa kiongozi alafu kajizungushia hawa machawa, watakuharibu baada ya muda, utahama kwenye kusudi la Mungu. Kuna viongozi wengine walikuwa ni wazuri ila waliharibiwa na watu wanaowazunguka. Ushauri walikuwa wakiusikiliza. Kuna watu wanaweza kawa na mshauri mtu, ukisikiliza ule ushauri unagundua kabisa aliyemshauri ni mwana wa ibilisi kabisa. Mfano, unamshaurije mtu ashindane na Mungu? Unamshaurije mtu ashindane na Mungu kama wewe sio mchawi? Machawa wengi ni wachawi. Anasema mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Alafu anasema mtu mwenye akili. Akili zako hazitoshi tu kuwagundua watu. Unaweza ukawa na akili, lakini akili haitoshi kukusaidia ujue huyu ni mchawi na huyu sio mchawi. Inahitaji ukiroho. Paulo anasema tangu sasa atumjui mtu yoyote kwa jinsi ya mwili. Kila mtu tunampima kwa jicho la kiroho. Tunamwangalia kwa yule aliyo, tunaangalia kwa roho inayotenda kazi ndani yake. Tunamwangalia ni nini sasa hivi kinamuendesha. Sasa kuna Sauli wa aina mbili. Kuna Sauli ambaye alikuwa ana roho ya Bwana, ambaye alikuwa anatenda mapenzi ya Bwana, na kuna Sauli ambaye alikuwa ana roho mbaya, ambaye roho mbaya ilikuwa ikija anainuka kinyume na masihi wa Bwana Daudi. Ukiona Sauli anainuka kinyume na masihi wa Bwana, ujue roho ya Bwana amemwacha na roho mbaya imemuingia. Halo? Bwana asifiwe. Unanielewa vizuri sasa? Kwa hiyo ukiona Sauli anainuka kinyume na Daudi ambaye alikuwa anamsaidia, anampigia kinara, pepo zinamtoka, ujue kabisa roho mbaya imemuingia. Anasema yule liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akitaka kulisikia neno la Mungu. Kuna wakati viongozi wetu unakuta kiongozi ni mtu mzuri. Anapenda mambo ya Mungu. Lakini sasa wale wanaomzunguka akina Simeoni, akina Ba Yesu, Elima, wachawi ndio wanaomharibu. Anasema akawaita sikiliza neno la Mungu. Twende mstari unafuata wa 8. Mstari wa 8. Anasema lakini Elima ana majina mengi ujamaa. Kule mtu mmoja. Wengine wanamfahamu kama mtu mmoja. Wengine wanamfahamu kama mchawi. Wengine wanamfahamu kama nabii
wanamuita nabii. In fact Biblia sio inasaidia tujue ni nabii wa uongo. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanamuita nabii. Kuna watu kabisa wa viongozi wanaweza kawa nao anamuita nabii lakini nabii wa uongo na ni mchawi kwa wakati huo. Kama kofia yote haya. Kwa hiyo mtu anaweza kukuta ni mfanyabiashara na wakati huo pia ni mchawi na wakati huo pia ana kofia tena nyingine. Ni mbunge, mchawi na ana kofia tena nyingine. Akirudi nyumbani kwake ni baba. Anasema lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Kazi kubwa ya hawa watu ambao hawa machawa ambao ni wachawi, kazi yao kubwa ni kushindana na watu wa Mungu ambao wangeweza kumsaidia liwali ili liwali aelekee kwenye njia ya Mungu, aelekee kwenye mapenzi ya Mungu, aelekee kwenye ajenda ya Mungu. Kwanza anashindana na wale ambao wangemsaidia liwali, lakini cha pili anamtia liwali moyo wa kutokuamini. Angalia kazi za huyu mchawi ziko mbili hapa. Ya kwanza alikuwa anashindana na Paulo na mwenzake. Kwa hiyo kuna akina Paulo kwenye hili taifa wanaweza kawa wengine wanazuiliwa au kuna upinzani kwao. Huo upinzani inaweza ikawa sio kwa sababu, ngoja nikwambie kwa haraka. Sergio Paulo amemuita Paulo, akamuita na Paulo na nani tena mwenzake yule Barnaba. Amemuita Paulo na Barnaba ili alisikie neno la Mungu. Angalia, Sergio Paulo amemuita Paulo na Barnaba ili alisikie neno la nani? Neno la Mungu. Lakini anasema huyu mchawi, wale watu wakiwa wameitwa, alianza kushindana nao. Kwa hiyo inawezekana Paulo alipoanza kuona upinzani, mbona tangu amenipigia simu Sergio Paulo, mbona upinzani umekuwa ni mkubwa? Tangu amenipigia simu Sergio Paulo, mbona kama majanga yamezidi kuongezeka? Mbona kama changamoto ndo zimezidi kuongezeka? Unaweza kaisi ni Sergio Paulo ana machangamoto, sio yeye. Wakati mwingine ni wale ambao Sergio Paulo amejisogezea karibu nao, ambao mimi hapa nawaita machawa. Nawaita machawa hapa kabisa, nawaita machawa. Na wabatiza hilo jina kwa sababu ili jina machawa nawatumia hapa. Nawatumia hivyo. Mtajua wenyewe sasa, Anasema lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana, maana akashindana na Paulo na Barnaba. Lakini jambo la pili, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha. Maana kazi yake ya pili ilikuwa pia ni kudini na liwali, kumtia moyo wa kuiacha imani. Maana yake kumfanya liwali asikubaliane na ajenda ya Bwana. Inawezekana leo ukakuta mtu anainuka kinyume na ajenda ya Bwana, sio yeye, moyo alionao amembadilishia. Hawa ndio walikuwa wanamtia hadi Farao wakati mwingine moyo wa kuiacha imani, moyo wa kukataa ajenda ya Bwana, moyo wa kuinuka kinyume na mapenzi ya Bwana. Unajiuliza, Sergio Paulo ni mtu ambaye alikuwa anapenda kusikia injili. Sergio Paulo alikuwa ni mtu ambaye yuko pamoja na Bwana. Sergio Paulo alikuwa ni mtu ambaye anapenda mambo ya Mungu. Imekuwaje leo Sergio Paulo anainuka kinyume na mambo ya Bwana? Kuna moyo wamembadilishia, wamempa moyo wa kuiacha ile imani. Mstari wa 9 anasema lakini Sauli ambaye ndio Paulo akijaa roho. Tunahitaji kujaa roho, Anasema akamkazia macho. Mstari wa 10 akasema ewe mwenye kujaa hila. Alafu sasa hivi tena anafichua jina lingine, na uovu wote. Kila uovu ulikuwa ndani ya huyu ndugu. Utekaji umo, ushirikina umo, roho za mafarakano zimo, magonjwa yamo. Jamaa amebeba vyote. Anasema mwana wa ibilisi. Kwa hiyo kofia yake nyingine sasa ni hiyo mwana wa ibilisi, ni mtoto wa shetani. Na Biblia inasema mwana na baba ni umoja. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine huyu ndugu alikuwa anamwakilisha shetani kwenye maisha ya Sergio Paulo. Ni shetani aliyevaa mwili. Ukikutana naye barabarani, unafikiri ili ukutane naye barabarani ujue ni mwana wa ibilisi, unafikiri ungemwona na mapembe? Ungemwona na mapembe? Niambieni sasa watu wa Mungu. Tungemwona akiwa na mapembe? Tungemwona labda akiwa anatisha, ukikutana naye unajisikia tu vitisho kutishika. Inawezekana ni mtu wa kawaida kabisa, yuko kwenye ofisi, ni mfanyakazi, unafanya naye kazi kwenye ofisi. Ana hizo kofia. Mchana ameajiriwa na wewe, usiku anaruka na ungo. Mchana uko naye mtaani, usiku ndio anayeloga familia yako, ndio anayeloga watoto. Anasema mwana wa ibilisi, adui wa haki yote. Kila ambacho kinaitwa haki. Ukiona haki inapingwa, wakina Elima wapo. Ukiona haki inazuiliwa, wakina Elima bado wapo, kwa sababu wao ni adui wa haki yote. Yoyote ukiona angalia, huyu chawa ndo alikuwa adui wa haki, na kwa sababu hiyo anapindisha hata moyo wa kiongozi asisimame kwenye haki. Sema kila Elima popote alipo, tunakufyeka kwa jina la Yesu. Sema kila Elima popote ulipokaa, tunakufyeka kwa jina la Yesu. Maana yake kila mtu ambaye ni adui wa haki ni mwana wa ibilisi. Kila ambaye ni adui wa haki ndani yake amejaa ila na uovu. Hatupaswi kumwamini, hatupaswi kushirikiana naye. Tunapaswa kumpiga kama Paulo alivyompiga. Na leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe pamoja na mimi tunawapiga. Hebu sema wapigwe, sema wapigwe
Nilikwambia sisi ni majeshi. Sema wapigwe. Usiseme kikawaida, usiwaone huruma. Hatuwabembelezi. Kila Elima apigwe. Anasema kazi yake ya kwanza huyu ndugu amejaa ila na uovu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo anainuka kinyume na kila jambo linaloitwa haki, kila kinachoitwa haki. Ukiona ni mzee wa kanisa, anainuka kinyume na kila haki ndani ya kanisa. Huyo amevaa kofia ya mzee wa kanisa, lakini ana kofia nyingine ya Elima, ya uchawi iko ndani yake. Ukiona kwenye mtaa kuna mtu anainuka kinyume na haki hapo kwenye hilo eneo mlilopo, huyo ana kofia nyingine. Usimwangalie kwa macho ya kimwili tu, hata kama ana hoja nzuri, hata kama ana sababu nzuri zinazoweza kukubalika kwa hekima ya kibinadamu, lakini huyo ndani ni mwana wa ibilisi. Kila mwana wa ibilisi ni adui wa haki yote. Na kila ulipo kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunakung'ofoa kwenye mwili, tunakurudisha kwenye vifungo vya giza, tunakufungia kule pande za chini za nchi, na ukae huko hata siku ya hukumu katika jina la Yesu. Anasema pia kazi yao nyingine sio tu kuinuka kinyume na kila haki. Kazi yao nyingine ni kuzipotoa njia za Bwana zilizofanyeje? Hiyo neno kuzipotoa ni njia za Mungu. Mungu alishaandaa njia. Mungu alishaandaa mpango. Kuna shauri la Bwana tayari lishatangulia. Kuna kusudi la Mungu tayari lishatangulia. Kuna hatima ambayo Mungu tayari alishaitengenezea njia. Lakini hao watu wakiinuka ni kupindisha, ni kupotoa. Sema leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila Elima popote ulipo, tunakuangusha, tunakufyeka, tunakung'oa ndani ya Tanzania. Ng'oka. Kila Elima ng'oka. Sema tena ng'oka. Mara ya pili ng'oka. Mara ya tatu ng'oka kwa jina la Yesu. Ni mtu mmoja anafanya kazi zote: kuzuia hila, kuzuia haki, kuzalisha uovu kwenye ile eneo, kuzalisha hila za ibilisi kwenye ile eneo, na kazi nyingine kupindisha njia zilizonyooka. Mungu ameshakuandalia tayari ya kwamba labda ndani ya miaka miwili ijayo uwe tayari umejenga, uwe tayari una nyumba yako, uwe tayari unaishi kwako, watoto wako wanasoma shule nzuri. Mungu anaweza kuwa tayari alishakuandalia labda ndani ya miezi michache ijayo upandishwe cheo kazini. Wewe ndio uwe CEO au uwe mkurugenzi kwenye hiyo kampuni au kwenye hiyo taasisi. Inaweza kuwa Mungu alishakuandalia ya kwamba kuna watu utakutana nao kama ambavyo Sauli aliahidiwa. Kuna watu utakutana nao watakupa vitu. Mungu alishaandaa kuna watu wa kukupa vitu, lakini hawa jamaa kazi yao kubwa ni kupindisha. Unashangaa mbona unabii ulishaachiliwa, lakini hili jambo mbona halitokei? Mbona Mungu alinionyesha kwenye ndoto, lakini hili jambo siwahi kuona linatokea? Mbona Mungu aliniambia? Ni kweli Mungu alikuambia, lakini baada ya Mungu kusema kuna Elima aliinuka. Kila Elima wa maisha yangu, kila Elima wa maisha yako, kila Elima wa kanisa, kila Elima wa Tanzania, kila Elima wa Dar es Salaam, kila Elima wa biashara yako, kila Elima wa ndoa, leo tunakufyeka kwa jina la Yesu. Alafu anasema mstari wa 11 anasema basi angalia, mkono wa Bwana juu yako. Maana yake moja ya namna sisi kushindana nayo ni kutuma mkono wa Bwana uende. Mkono wa Bwana juu yako. Alafu ikawaje? Nawe utakuwa nini? Silaha ya pili, ya kwanza tunaitumia ni mkono wa Bwana. Nilikuwa nakufundisha kwa habari ya silaha za vita vyetu, si ndio Si ndio Na silaha ya pili ambayo tungeiongelea leo ni hapo mkono wa Bwana. Silaha ya pili ambayo tunaiongelea leo ni hapo mkono wa Bwana. Na nitakuonyesha mkono wa Bwana unaweza kufanya nini. Mkono wa Bwana unaweza kufanya nini? Na nitakwambia pia mkono wa Bwana una kazi gani kwako, lakini pia unaweza kufanya nini kwa adui. Kwa sababu mkono wa Bwana unaweza kutenda kazi pande mbili na kiutofauti kabisa. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako kuna vitu utakusaidia uvifanye, lakini ukiwa juu ya adui yako kuna mambo utamzuia adui yako kufanya. Anasema mkono wa Bwana juu yako, nawe utakuwa nini? Kipofu. Maana yake silaha nyingine ya pili ambayo tunaitumia ni upofu. Safari hii asione. Ili apindishe si inabidi aone? Ili upindishe si inabidi uone? Sinabidi uone kabisa huyu anakuja na njia hii ili ukae upindisha, si ndio Safari hii sema katika jina la Yesu tunawapiga upofu, wasione njia zetu, wasituone sisi, wasione vya kwetu, wasione njia ya baba yetu Masihi wa Bwana kwa jina la Yesu. Upofu wajikuta umeshapita. Anasema pia usilione jua kwa muda. Alafu anasema mara kiwi kikamwangukia na giza akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kufanyaje? Na kumuongoza. In fact huyu mtu asipatikane kwa jina la Yesu. Kila wakijaribu kuzunguka wapate mtu wa kuwasaidia. Neno kumshika mkono ni kumsaidia, kumuongezea nguvu. Achana tunakwamba kumuongoza, kumshika. Okay, mtu akisema Bwana tutakuunga mkono au tunakuunga mkono, maana yake wanakusupport, wako upande wako. Tafsiri yake ni kwamba tunakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kumbe hao watu wakipigwa huwa wanatafuta mtu wa kuwashika mkono, wanatafuta msaada, wanatafuta mtu wa kuwasaidia. Na mimi naamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila ambaye ungeinuka kusaidia. Bila nasema pepo mchafu amtokapo mtu huwa anatoka anaenda mahali pasipokuwa na maji na anakaa hapo. Baadaye anasema ngoja nirudie ile nyumba yangu, na akirudi akikuta imefagiliwa na imepambwa, bila nasema huenda akatafuta msaada,
akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko wewe, na akarudi ndani ya ule mwili. Na anasema hali ya yule mtu ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Hebu sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, leo naamrisha kila ambaye umeomba msaada au unataka kutoa msaada kwa ajili ya kumsaidia Elima wa taifa hili, leo na ukata mkono wako, leo na kuangusha. Anguka, 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 anguka kwa jina la Yesu. Hebu kwa dakika moja omba, amrisha kila ambaye anataka kumuunga mkono Elima, kila ambaye anataka kumshika mkono Elima na kupasua pasua pasua pasua, na amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu kila ambaye unataka kumshika mkono Elima ili umsaidie. Kandaraba sakata rekatana maka asaparia karabadaba rima sakadaba lekanda baba. Kila ambaye unataka kumpa mkono Elima, mkono wa shirika, leo na kuangusha na kuponda na kuponda na kuponda. Kila ambaye unataka kumshika mkono huyo mchawi aliyoko bungeni na kuponda kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ambaye unataka kumshika mkono huyo mganga, huyo mshirikina, huyo mwana wa ibilisi, huyo anayepindisha njia za haki, kwa jina la Yesu na kuangusha na kuangusha. Hautapata msaada. Wakuu wa giza wa Kenya hamtamsaidia, wakuu wa giza wa Uganda hamtamsaidia. Kila mkuu wa giza unayeomba msaada kutoka nchi nyingine ya Afrika, kutoka nchi za Uarabuni na kila mahali, na amrisha hautamsaidia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nazuia msaada, nazuia msaada, nazuia msaada, nazuia msaada kwenye jambo hili ndani ya mwaka huu. Hakuna kukupa mkono wa shirika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wachawi wa mahali pengine hawatakusaidia. Elima, hii ni vita juu ya Bwana na wewe na kupasua. Hakuna kukusaidia, hakuna kukusaidia kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, hayupo kukusaidia kuanzia sasa katika jina la Yesu.